Kuna faida kukaa ndani ya Kristo. Kuna faida kukaa upande wa Mungu. Nimefanya uamuzi ni ndada. Ni kwa nini ndugu unataka ulazimishwe? Ni kwa sababu hujatambua. Hujatambua yule aliyekuokoa. Ungemtambua vizuri na udhamana wa wokovu ungeuelewa, haungeishi maisha ya kuchezea. Bwana Yesu apewe sifa. Kurudi katika mkutano na Injili. Kurudi katika junction, uulizie pale njia za Bwana. Uulizie njia za kwanza zilikuwa vipi? Watu wakiokoka, ni nini walikuwa wanipatia first priority? Ni maombi na kusoma neno. Je, ninazifanya hizo? Hapo unajijibu peke yako. Tukiwa hapo. Ni kuomba na kusoma neno na kuishi maisha matakatifu. Je, ninafanya hayo? Unajiambia ndio ama unajiambia hapana? Ukijiambia ndio, unaambia Bwana basi nisiache njia hii. Ukisema hapana, Bwana nimechukua tu dakika hii, sitangojea kesho, nitarudi katika makutano ya njia. Waanzie pale. Ni kusoma neno, ni kuomba, ni kufunga, ni kuishi maisha matakatifu na uanze kumpendeza Bwana. Neema ya Bwana itakuwa katika maisha yako. Na Bwana wa majeshi atakupa raha katika nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanarika una uwezo wa kufanya choice, kuchagua. Kiwe kizuri, iwe ni chaguo nzuri ama ni chaguo mbaya. Ni juu yako, lakini ujue matunda yatakuja kupatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Saa ile umepanda mmea, ukikua kama hujakuwa sana uwezi jua kama utasaidika. Lakini katika kukua hauwezi jua mmea ni mmea gani. Kuna zingine zinameanga zinafanana. Na kuna kitu mama ameongea hapa, nasikia kama tumeunganishwa na roho moja. Amen. Wachana na ngano na magugu zikuwa pamoja. Unajua zikiwa ndio zinamea, unaweza kwanza kutofautisha. Maana zinafanana. Lakini wacha nikwambie kuna mahali inafikanga zinakuwa hata ifanye namna gani, utasemanga hii ni ngano, hii ni magugu, hii ni ngano, hii ni magugu. Maana uzao umeanza kutokea. Kama uzao hujatokea zinafanana. Wachana nazo zikiwa ipo. Lakini zikianza kuzaa kila kitu kitazaa kulingana na kitu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kikiwa hapa chini tunaweza kosa kuelewa, lakini kuna wakati utafika mambo yaanze kuchipuka. Tujione kumbe huyo ndugu vile nilikuanga ninamuona, nilikuanga ninaona tunaajana nakimbia kwa nyumba haraka hivyo. Kumbe alikuanga anaenda kuhakikisha hauwezi maliza siku bila kusoma neno na kutafakari na hiyo neno imsaidie. Kumbe alikuwa hauwezi maliza wakati bila kuomba, unakimbia kwa nyumba yako kumfuata mkapiga zote unapata ndugu ameendelea kuomba. Kwa nini? Anataka ushirika wake na Mungu uwe strong. Amen. Ngano na magugu zikiendelea kukua, kuna mahali zitafika kuwa na unaweza tofautisha. Hata ukiwa mbali useme ile iko pale ni ngano, ile ni magugu, ile ni ngano. Ile akasema Yesu akasema wacheni zikuwe pamoja, maana wakati wake unakuja. Si ufanye chaguo lililo nzuri siku ya leo. Si ufanye chaguo lililo nzuri bila kulazimishwa. Si ufanye chaguo la kupendeza, la kuishi maisha matakatifu. Na uambie mwili lazima nitii sauti ya Mungu, lazima nishinde mwili, lazima nishinde dhambi, lazima niishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu. Mchungaji awe karibu ama awe ako mbali, nitaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Si lazima niishi maisha matakatifu ambayo najua pasta leo unaweza tembea huko kwetu. Kwa hivyo sisi hapa sisi ni watu wazuri, hata Biblia sasa hiyo ndio nachukua naweka kwa meza, Biblia 3, nyingine kubwa sana na kitabu na wachana huu ni unafiki tu. Siku zile zingine hiyo meza ikaangi hivyo. Wewe unataka ile pasta akifika hapo ajue mnasomanga hizo Biblia ndio umekuja. Si unaona hata tulikuwa tunaendelea. Kaa vile unakuanga, ili kama unakuanga vibaya urekebishe, urudi ndio kuje katika njia inayofaa. Kama unafanyaga kile kizuri, hautakuwa na wasiwasi nani anakuja na nani asije. Njoo tukae mahali pale, tushiriki kile tunashiriki, tushie neno la Bwana tubarikiwe. Unabidi ndio unamaliza wapi? Maana mtu anataka kukaa vile vile level ambayo anafikiria ndio watu watamuona watamkubali. Lakini anakosa anatoka katika laini ya Mungu. Huo unaitwa unafiki. Mwanarika unaweza kufanya chaguo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanarika unaweza ukafanya chaguo. Liwe nzuri, liwe baya, lakini mimi nimekusaidia. Nimetumwa kama nabii nikusaidia kwambie rudi katika makutano. Fanya kile kizuri, fanya kile kinapendeza na utampendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna point nyingine inasema
Opportunity ambayo imepotea kuirudisha si rahisi. Amen. Nafasi ama opportunity ambayo unaweza ukaipoteza kuirudisha haikuangi rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kurudisha nafasi ambayo umeipoteza si rahisi kabisa, itakuwa ngumu. Kile cha maana ni kwamba hakikisha opportunity ile uko nayo unaitumia vizuri, maana ikipotea unaweza itafuta ikose kupatikana. Maana ulipewa na aliyekupea akajua, nimekupea ili utunze, nimekupea hiki ili kikusaidie, nimekupea nafasi hii ili usimame na uendelee kusaidia wengine, nimekupea nafasi hii ili uwe kielelezo. Ukiipoteza kuirejesha haikuangi rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Nafasi ambayo Mungu anakupea ama ambayo amekupea sasa hivi unapokaa hapa, ukiichezea na uipitanisha na dakika kidogo hivi ikuponyoke, kuirudisha si rahisi. Maana kama wewe ulikuwa mwanarika na umesema nitaingiana na chochote kile naona kwa njia naweza fanya vituko zozote naweza fanya, na ukuje uanguke kwa dhambi, wacha nikwambie, kurudisha tena ile nafasi ambao ulikuwa sasa hivi itakuwa vigumu. Ndio naona mtu akianguka kwa dhambi, tuseme wewe ulikuwa mwanarika, wewe ni msichana, wewe ni kijana, mtu akianguka kwa dhambi, umeanguka kwa dhambi, umeoa, umeolewa, sijasema hiyo ndio dhambi peke yake, lakini nimepeana mfano, umeoa na umeolewa, umepata msichana, wacha tukae, kurudi tena katika position ile ulikuwa inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu kabisa kurudi, kwa sababu Mungu alikupa neema na akakupa hekima, anataka uzitumie kabla hujapoteza njia. Anataka uzitumie ili sikusaidie na sikufanye sustain kukaa katika njia ya Bwana. Ukiacha ile neema kuondokee, kuirudisha inakuwa ngumu. Inaweza rudi, maana Mungu ni wa neema nyingi, lakini haikuangi rahisi. Sijui kama ushakutana na mtu ambaye akiacha njia za Bwana anaanza kukuelezea ni sawa, nilirudi, niliokoka tena, niliombewa na sasa niko sawa. Umuulize mahali ulikuanga kabla akuelezee, anaweza kukuelezea na nyamazi ama alie. Maana ulipewa neema hii bure ili uitunze na ukaiachilia, opportunity hii ikapita. Utairudisha aje tena na usimame katika ile njia, uanze kufanya kile ambacho ulikuwa unafanya wakati ule na ulikuwa umepewa bure. Wakati huu sio ni wakati utairejesha, itakuwa ni vingumu na utakuwa unaipata katika kung'ang'ana. Wengi wanaipata na machozi na kung'ang'ana. Kitambo irudi, mpendwa huyu anakuwa amefanya kibarua ngumu sana, kwa sababu ilikuwa imepeanwa bure, ilikuwa imepeanwa free kwako ili uitunze, na ukaiondokea ukadharau aliyepeana. Opportunity uko nayo, ukiipoteza kuipata tena, kuirejesha tena sio rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kupata opportunity ile uko nayo, maana uko na opportunity ya kutumikia Mungu. Saa hii ukifanya mipango katika kazi yako, mahali ambapo umeajiriwa, mahali ambapo unafanya kazi ama mahali unasoma, na useme ninataka kuenda maombi, nimalize wiki 3 ama nimalize mwezi mmoja ama nimalize siku ngapi, nataka kwenda kuhubiri mahali fulani, nataka, hauna vikwazo na hauna vitu nyingi zinakuzuia. Ni opportunity umepewa. Hebu ambia mke wangu aamke aseme naenda kuhubiri Mombasa, ama niende nihubiri wapi, na sijui nitamaliza siku zile, Roho Bwana atanielekeza. Mwambie lazima atakuja kwangu aje aniulize, unajua itakuwa hivi. Nimwambie wewe ngoja kwanza. Ngoja tutaongea. Hata akiniambia nasikia msukumo wa Roho wa Bwana, ninasikia roho, nimwambie tulia mama, tutaongea. Watoto wataacha na nani? Unaona? Lakini wewe ujipange useme hivi ndio hata nitaomba, hivi ndio hata nitafunga, hivi ndio hata nitakuwa wapi, hivi kinataka, wewe hauna kizuizi kiko. Opportunity uko nazo kubwa. Usiondokee opportunity hii ipite. Maana ikipita kulitafuta hautaipata tena rahisi. Itakuwa ngumu. Sijasema watu wakiwa wameoana hawawezi wakatumikia Mungu. Wanaweza wakatumikia Mungu, lakini wacha nikusaidie. Kama hauwezi ukatumikia Mungu faithfully katika wanarika wako, hata katika maisha ya kuolewa na kuoa, ndio itakuwa kisungumkuti.
Naitangwa hivyo. Itakuwa kizungumkuti. Maana kile unafikiria saa hii katika kuolewa huenda sio kile cha ukweli. Unaweza fikiria vile unafikiria inaona wewe ndugu tunasalimiana na nipatia Bible ninasikia hii ninapenda wewe ndugu basi sijui nitaolewa ni sawa. Sikatai na sijapinga. Kwa nyumba hamna shida yako kusalimiana hivyo. Sasa hiyo unamaanisha nasalimiana mke wangu nauliza nitamuoa lini nishamuoa. Hiyo ishapita. Sasa hii majukumu yananingoja. Na wewe unafikiria bila unaendana mkitembea mkishikana hivyo itakuwa hivyo. Haitakuwa hivyo saa zingine. Tutakuwa tunashika hata sasa hivi waamua kutembea tukishikana hivyo. Wanaona wataingia hapo waseme hapana wewe mami wewe ndani wacha. Kwa sababu gani? Majukumu yashaanza kujileta. Kuna vitu za muda mfupi na badala ya kutunza wakati huu uko nao. Na ujue ndio niko na wakati mzuri wa kutumikia Mungu na kuishi maisha ya kumpendeza na kukaa katika njia za Bwana, kuishi njia za utakatifu. Badala ya kufanya hivyo unasema hapana, mimi ninangojea na ninafikiria vile nitaoa na nitaolewa. Sikatai mtu aoe, sikatai mtu aolewe. Lakini swali yangu ni je, kuna faida umeleta katika ufalme wa Mungu kabla ujamba, ili ukienda pale katika upande wa kuoa na kuolewa uendelee kufanya faida iendelee kupatikana. Maana hauwezi ukatoka bila kitu katika wanarika na useme unaenda kukipata katika wazee. Ni vingumu. Ili stage ambao mtu akikosa kujiunganisha vizuri na Mungu na atembee na Mungu, huenda kuna uwezekano mkubwa. Sijasema itakosa, lakini kuna uwezekano mkubwa utaenda kuwa mbade wa kikundi cha wazee na kikundi cha wamama. Ndio naona tunalea wanarika na badala mtu kutembea katika njia ile inafaa. Alikuwa mtumishi akiwa kijana au kama ukifika katika kikundi cha wamama ama kikundi cha wazee, ile hali ya kutumikia Mungu inapotea. Kwa sababu gani? Unaona haina haja. Niko sawa hata nikikaa tu si nimeoa. Nani alikwambia tunaokoka ili tuoe na tuolewe? Bwana Yesu apewe sifa. Hatujaokoka ili tuoe na tuolewe. Tunataka kumuona Mungu. Tunataka kuishi maisha matakatifu. Tunataka kuishi maisha ya kusimamia Mungu. Nafasi, opportunity ambayo unaipoteza ama ambayo unaweza kuipoteza leo, kuirejesha tena inaweza kuwa ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Si retain hiyo nafasi ambayo umepewa na mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Si retain hiyo nafasi ambayo mbingu imekupea. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna point nyingine nataka uishike ambayo inasema if there was a beginning there is an end. Kulikuwa na mwanzo wako wa kuwa mwanarika, kuna mwisho wako wa kuwa mwanarika. Shida ni nafasi hiyo utaitumia namna gani? Amen. Nafasi hiyo utaitumia namna gani? Kulikuwa na mwanzo wako kwa kuwa mwanarika, kutakuwa na mwisho wako kuwa mwanarika siku hiyo. Nikisema mwisho sijasema utakuba usianze kujikuoza sasa huyu mtu, hapana, sijasema hivyo. Kuna siku itafika mimi siwezi nikajiita mwanarika saa hii. Hata iko namna gani siwezi nikajiita mwanarika. Hata mke wangu achukue watoto na aende, siwezi kuwa mwanarika bado. Nasikianga yule mzee aliachwa na mama. Ni mzee, ni kwako aliachwa. Nilitoka kwa mwanarika kitambo. Kuna wakati kulikuwa wewe ni mwanarika. Kuna wakati ulikuwa wewe ni mwanarika. Imagine hiyo inaongewa miaka ijayo ukiwa umepita. Kuna wakati ulikuwa wewe ni mwanarika. Je, ulifanya nini katika kikundi cha wanarika? Ulitumikia Mungu vipi katika kikundi cha wanarika? Kuna faida gani ulileta katika kikundi cha wanarika wakati ulikuwa kule? Ninaongea sasa ni kama tumeshavuka mto tukaenda tukasimama pande ile nyingine, ikawa huyo ni Mr. fulani na mke wake, Mr. fulani na mke wake. Swali ni je, wakati huo ukifika kule kwa wanarika, sasa ni leo hii. Kule kwa wanarika ulifanya nini ambacho kinaweza sema ama kikasimama na kudhibitisha nilikuanga mwanarika kwa sababu ya 1 2 3 wakati huo nilisimamia Mungu na nilitumikia Mungu wakati ule. Sasa hiyo ukiwa mama, sasa hiyo ukiwa mzee. Maana huo wakati unakuja. Kila kinatusaidia wanarika ni kurudi katika makutano ya njia na tukaulizia njia pale. Maana wengi wetu waliacha Mungu lakini wameokoka na wanaenda mbinguni kwa imani. Lakini waliacha wokovu. Huyu mtu amekuja kanisani na ako sawa lakini aliacha wokovu. Ukimsikiza akiongea
utasema sio yeye, hapana. Sio yeye. Sauti ni yake lakini sio huyo na hapana. Yale mambo anaongea utasema si yeye. Kwa sababu gani? Aliacha Mungu. Lakini akabakia na kwamba nimeokoka. Ninampenda Mungu, ninaenda mbinguni. Lakini ule upendo haupatikani pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ule upendo haupatikani pale. Na hiyo nikimalizia inashikana na nyingine ambayo ziko pamoja, ambayo inasema maisha ambayo uko nayo mwingine alikuwa na akaacha ushuhuda. Kwa hivyo ziko pamoja. Hiyo maisha ambayo uko nayo mwingine aliishi maisha kama hayo na aliacha ushuhuda mzuri. Simamia wokovu wako na itakuwa vyema kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ile nyingine inasema prove you are able. Yaani prove ama idhihirisha kwamba unaweza, you can make it. Nataka mtu alisomee kitabu cha Tito kifungu cha 2 mstari wa Titus kifungu cha 2 mstari wa 6 kufika 8. Titus chapter 2 verse 6 to 8. Amen. Ukipata nasimama na Biblia yote tusome ya Luka yote. Titus kifungu cha 2 mstari wa 6 kufika 8. Young men likewise exhort to be sober-minded in all things, shewing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of him. Amen. Imefika pale? Ndio. Sawa. Kwa Kiswahili itasoma vivyo hivyo na vijana waume uwaonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno ya uzima, maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupinga atayarike, kwa kuwa ana neno baya la kunena juu yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni hali ya Biblia inasema kufanya nini? Mstari wa kujionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema. Kujionyesha wewe kuwa kielelezo, kwa sababu nimekwambia muda ni mfupi sana, na muda ukiwa mfupi, je, umefanya nini katika huo muda mfupi? Tumekuwa tukiongea kuhusu kukomboa wakati. Usipokomboa wakati, nani atakomboa wakati? Maana ni wewe katika mwanarika, kwa kikundi cha wanarika kwa wakati kama huo. Mwanarika asiyejua kukomboa wakati ni mwanarika ambaye kitu cha kwanza ni lazy. Mtu ambaye hata katika nyumba yake kuifagia tu hivi na kuchukua nini kumobo anashindwa. Mwanarika lazy. Lazy kabisa. Hawezi na hajui kukomboa wakati. Niambie kama huyu ni mtu ambaye tunamtarajia siku ya kesho asimame katika nafasi, atunze na alishe jamii yake, na asimame katika kutumikia Bwana, na asimame katika kufanya nchi ya Kenya iendelee. Mtu kama huyo akianza kuwa lazy siku ya leo, atatoboa vipi? Atatoboa vipi? Mtu ambaye ni lazy, hata yeye mwenyewe kujifanya ama kukaa akiwa msafi ni vingumu, na ni mwanarika. Tutamsaidia aje na tutampeleka wapi? Niambie, tutamsaidia aje, tutampeleka wapi? Wacha niulize swali na uinue mkono kama kwa bahati mbaya ama nzuri hiyo imetokea. Ninajua utarudi katika makutano katika junction urekebishe. Nani ameacha kwa nyumba yake ameosha zile vyombo alipika jana nazo? Ona, saidia Mungu. Wacheni wachie hapo. Vyombo ambazo umekula nazo unashindwa kuosha, zikae kwanza zipate umbu ndio nitaosha. Na umeingia kanisani saa ngapi?
Yaani hata mambo yale ya kwa upande wako unasikia inakulemea, iko na ungumu kuyafanya. Na ni yako wewe mwenyewe, ni kwa faida yako. Kuwa msafi ni faida kwako. Kuwa msafi kwa nyumba yako ni faida kwako, lakini unasema wacha na hizi vyombo. Nani ataosha? Mimi. Sasa nani atatoka kwake akuje kukuoshia vyombo? Unajua kupika zikiwa safi. Wakati kuna ndugu nilikaa naye alikuwa ananiambia mimi vyombo zikiwa safi ninaweza pika. Ninakuwa mzao kwa kupika zikiwa safi. Sasa nikamuuliza, nani unataka akuoshiange? Yaani hauwezi ukajipanga vizuri kuosha nguo zako, kuosha vyombo, kuhakikisha hiyo nyumba imekaa kama unaona, hapana, nitajelewa huo muda. Na saa hiyo maybe saa hiyo umelala. Lakini unafikiria nitaamuka, nichukue maji vile hiyo maji baridi, nioshe vyombo, kwanza hiyo sufuria bali hata siku kumbuka kuweka maji. Huyo ni mwanarika. Na tunamngojea siku zijazo katika kikundi cha wazee. Atapea wazee advice inafanana aje. Kama anashindwa yeye mwenyewe, kama unashindwa na mwili wako, kama unashindwa ukiwa peke yako, utawezaje ukiwa na mwingine? Maana majukumu yataongezeka. Saa hii hakuna mtu anakusumbua kwa nyumba nini. Utawezaje kutoboa maisha ukiwa na watoto na mke? Utatoboa aje? Karibu ni kweli mama. Msichana utatoboa aje wakati utakuwa mama? Kama saa hii unashindwa na uko peke yako. Utakuwa unafungua Biblia, mtoto anachukua, anairarua, unaweka kando. Maana ufifu huu ulianza katika wanarika. So wewe toboa ukiwa kwa mama, majukumu ndio yanaongezeka. Na uenda mzee amuke asubuhi kwanza akuteteshe. Hiyo siku unashinda vibaya. Mtu anaamuka ananisomea, sio mtu utakuwa umeshaolewa. Ananisomea, sasa hapo ni juu yenu sasa mko wawili hapo. Sio ulikuwa unauliza Mungu wakati tutafika lini niolewe mimi nionange nikiolewa. Kuna majukumu kule. Kama wewe mwenyewe auweze ukaprove ya kwamba ninaweza nikasimamia wokovu, ninaweza nikaishi maisha matakatifu, ninaweza nikashinda mwili, ninaweza nikashinda dhambi, ninaweza nikasoma neno, ninaweza nikasimama katika njia za kupendeza Mungu, mimi mwenyewe nina uwezo, maana Bwana amenipea. Kama auwezi ukiwa mwanarika, ukiwa kikundi cha wazee na wamama, itakuwa vigumu sana. Itakuwa vigumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama hata kusafisha nyumba kuna kushida, hata ukiolewa. Utakwanga unaambia wewe mzee fanye hivi. Weka list hapo, nikipika leo wewe unapika. Na hiyo siku ndio unaanza kuleta kesi hapa za watu wamefukana. Ukipika leo mimi nipike. Hii maisha ya kupika usione hata nilikuwa mwanadada ilikuwa inanishinda. Wewe upike leo mimi kesho. Hiyo siku nyingine na ile siku itakuja kubakia ikiwa haina nini. Tutaanza kununua chapa hapa nje. Acha nikwambie unajidanganya. Hapo unajidanganya, umeokota zero. Ukiwa mwanalika sahi, ndio naweza proof ya kwamba mimi ninataka sahi viongozi. Nataka tuanze kutafuta, mtu tafutie wakati. Tunataka tuanze kutembeanga kwa wanalika. Kusema kweli tutembeange kwa wanalika. Na mimi nitakuwa ninakaa chini, sitakuwa ninaongea, mimi kutembea tu nilikuwa natembea. Na kwa hiyo nyumba lazima nikitoka niache kama nimekula. Kwani upikangi kwako? Sufuria ndio hakuna. Hadi Brian, kama sufuria, nani amesema? Nenda ongea na mama atakugawia masufuria. Kama sufuria. Unajua kama ni sufuria ongea ukweli. Kama unashindana kupika kitu. Mwanamke asiyeweza kujisimamisha vizuri wakati kama huu akiwa katika maisha ya familia itakuwa vigumu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna moja nataka nisome alafu mtu anaona unaenda, maana nataka niwachane na maneno ya kunini, tukae chini ili tuongee tujue tutasaidiana sasa namna gani. Kuna ingine ya moja hapo nataka nisome katika hizo nilikuwa ninasoma ambayo inaitwa isipokuwa itaingiana na sisi hapo chini, lakini inasema God seekers of daily favor of God every time. Yaani wale watu ambao wanatafuta Mungu, wanadumisha kile kibali. Wanadumisha kile kibali cha Mungu kila wakati.
wanaomtafuta Mungu. Wale wanatafuta Mungu wanadumisha kibali cha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kibali cha Mungu akidumishi tu kwa sababu ilienda kwa mkutano ya Uhuru Park, awe mhubiri mkubwa kutoka Australia akaonyosha mkono hivi akasema kila mtu apokee, na mimi nikapokea. Niko sasa. Kibali cha Mungu kwa wale ambao wanatafuta Mungu kinaendelea kutembea na wanakidumisha, na kinadumishwa katika kuomba. Kibali cha Mungu wale ambao wanatafuta, wale wanasiki, wale wanatafuta sio tu kuomba, lakini kusiki, kutafuta kwa undani. Unaomba, unasoma neno, unatafuta, unatia juhudi na bidii kutafuta, utadumisha kibali cha Bwana kila wakati. Kibali cha Bwana kitakuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni juu yako kurudi katika makutano ya njia. Na kuambia Bwana wa majeshi, narudi katika makutano ya njia ili nianze kutafuta uso wako. Maana vijana wamesimama na wakatafuta uso wa Bwana, wakaomba, wakafunga, wakakaa maisha matakatifu, wakapendeza Mungu na wakasimamia utakatifu. Kwa nini mimi nisishinde? Kwa nini mimi nisisimamie Mungu? Kwa nini nisiwe mmoja wa wale ambao wanatafuta Bwana usiku na mchana? Kwa wale ambao wanaishi maisha matakatifu. Mbingu ikishuka leo itanihudumia, itanijaza na nguvu mpya, maana nitapatikana katika upande kwa wale ambao wanatafuta Mungu. Simama na Mungu kila wakati, tetea wokovu wako, ishi maisha matakatifu, endelea kusika, endelea kutafuta kujua Mungu hata zaidi, na kibali cha Bwana kitakuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Juzi niliambiwa na jamaa mwingine, rafiki yangu akaniambia kuna wakati alienda maombi Katoloni na akatambua jamaa mmoja ambaye alikuwa anaomba. Akaniambia yeye huwa anaomba lakini hawezi fikia yule jamaa. Na alikuwa kajamaa mwili nikakona tu. Lakini kanaomba. Akawa anaona hai na kajamaa kanaomba hivi kweli lazima nikifikia kuomba kama huyu jamaa, na vile ninaona anakaa. Na kamekaa simbo kama mtu tu hivi. Lakini alikuja kushangaa. Walipoanza kujia wakaongea, akapata ile siku yeye akamaliza, hata hiyo ndio ile siku atamaliza. Unaishi wapi? Mimi hata ninaishi Nairobi. Na zinaanganisha hiyo siku akaendelea kusiasa wakati kama wako marafiki. Kumbe jamaa kuna mahali alipaki gari yake. Na vile anaomba huyu mtu alisikia kujihurumia. Yaani mtu amebarikiwa akamwambia ninaishi mahali fulani, hii gari ni yangu. Ninafanya kazi mahali fulani, niko na kazi mahali fulani na fulani, na ile plot ninaishi ni kwangu. Kwa jamaa story ilikatikia hapo. Story sasa iliishia hapo. Akiangalia jamaa vile amekuwa na bidii ya kuomba. Na yeye hawezi fikia na hana kitu, lakini huyu gari kuna mahali amepaki ataenda achukue ampeleke nayo Nairobi. Mahali anaishi kwake, alipi rent. Ako na biashara fulani mahali fulani na kuna kampuni kubwa mahali anafanya akashindwa. Na huyu mtu ako na bidii yote. Akajihurumia. Ikawa sasa ile story alikuwa nayo Bwana ametenda ameacha. Maana sasa unaambia mtu Bwana ametenda na wewe hata umesikia shida wao Mungu umefika mwisho. Sasa usiongeze ingine. Utamwambia Bwana wako ametenda nini? Amenyamazishwa akabeba mpaka Nairobi, story hakuna. Isipokuwa namba ya simu alipata, lakini haoni sasa atampigia waanze wapi? Wataanza wapi? Kama yeye kwa maombi anaomba mpaka anamwangalia anasema na kweli. Huyu kijana anaomba. Kumbe wewe ni mtu ako na mali yake na amebarikiwa. Kuna maisha ya kujiamulia wenyewe. Mtu anajiamulia. Anasema sio mtu ananishikia bunduki. Ni mimi nimefanya uamuzi nikasema wale wengine wakikosa kuja kesha, mimi nitakuja. Nipate kuna mtu ama hakuna mtu. Sikuwa nakujia watu. Nilikuwa nakuja kutafuta uhusiano wangu na Mungu. Waje wao watakuja wao hawatakuja. Nishafanya uamuzi. Kunyesha mvua kukosa kunyesha. Uamuzi nilifanya. Nitafika kesha na nitaomba. Lakini ndugu anafika hiyo kabla anaangalia. Nachukua simu. Halo? Unauliza? Uko kwa nyumba leo kuna kesha kweli? Sasa kani uko hapa kwa mlango. Wewe soja hapo kwa mlango. Amefungua. Na badala ya kuingia uombe unaanza kuuliza, unaona ni kama kuna kesha kweli? Na yeye mwenye unapigia na yeye alilemewa kitambo. Anakuambia jikuti kesha hapo nanka. Sasa anakuingiza tena kwa msitu hata wewe.
Siku hizi kesi zinakujaga hadi kama hakuna, ninafikiria hakuna. Na ilitangazwa vizuri na unasikia ndani yako leo ni siku ya mkesha. Maana ulishindwa kitambo unasema yenyewe nilijua ni kama haija hakuna. Na unatoka hutaki upitie njia unakutana na mpendo mwingine. Anaweza kuja anakuja abadilishe safari zako za kurudi kwa nyumba walala. Unapenda hivi alama. Sisi nilisikia ni kama hapo kuanga na kesha. Kanisa ilikuwa hapa. Mungu hapo hapa anakungoja. Unatoroka unaenda kulala. Uamuzi ndio utakusaidia mpendo. Acha kulazimishwa. Eti alo, enda pitia hapo, chukua ndugu fulani, chukua uje ni kesha pana. Fanya uamuzi useme, bora hiyo kanisa imefunguliwa iko wazi, mtanipata pale. Muje ama mkose kuja, mtapata nikiendelea. Ninajua uhusiano wangu na Mungu ni wa maana kuliko uhusiano wangu na wewe. Wacha nifanye uhusiano na Mungu. Mtakuja ile Friday nyingine mpate nikiendelea. Wewe unasema afadhali hivyo haikuwa. Na tulikuwa tumechoka kwanza hiyo kazi yetu. Hata afadhali hivyo. Sasa wewe hauna uamuzi. Utapataje kibali kama huna uamuzi? Utapataje kibali kama huna uamuzi wa kutafuta Mungu? Akisema atafutwa inamaanisha kuna nyakati ambazo azikubali, kuna nyakati ambazo zinakataa, kuna nyakati ambazo ni ngumu katika maisha kutafuta Mungu, lakini nataka utafute katika wakati unafaa na wakati ambao hufai. Mwili utachoka ukwambia leo hapana. Lakini na wewe useme hapana, mwili ni mimi ninaruru si wewe. Leo nitaomba. Mtu kama huyu kibali cha Bwana kitakuwa katika maisha yake. Hata akienda wapi kibali kitatawala katika maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kibali cha Bwana kitatawala katika maisha yake. Unatakikana urudi katika makutano na njia. Katika makutano, rudi katika junction. Ulizia njia za kwanza pale. Ni wapi Bwana niliachia? Maana kuna mahali niliachia. Kuna mahali niliachia na ndio sababu mambo haya yananipata. Yale mambo ambayo tumesikia wapendwa walianguka, tumesikia hapa waliangushwa na hii, waliangushwa na kukosa kusoma neno. Waliangushwa kwa sababu hata hawakutaka kufuatilia. Waliangushwa kwa sababu maombi kwao hata hawataki. Walianguka kwa sababu hata hawafikirii umuhimu wa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Walianguka kwa sababu hawafali ushirika wao na wapendwa. Walianguka kwa sababu hawafali ushirika wao na Mungu. Walianguka kwa sababu hawaoni maana ya kwenda kanisa. Walianguka kwa sababu ushirika ule wanaishi ni ushirika wa mambo machafu. Walianguka kwa sababu ya mambo mengi ambayo tumeona. Ni kwa nini unafikiria mambo hayo hayako hata siku ya leo? Nyakati tuko, siku na maushirika ambayo hayafanyi. Yako ama hakuna? Si yako maushirika ambayo hayafanyi. Kuna maushirika ambayo hayapendezi Mungu. Siku hizi tuko. Na kwa nini unafikiria? Kwa nini unaona? Kwa nini unaona wale walianguka? Walikosea pakubwa. Sisi tunapaswa kujiangalia kuseme, ninajua kuna watu walianguka lakini sitaki nianguke. Nitarudi katika makutano wa njia. Nirekebishe njia zangu na Bwana. Ili kuanzia pale nipige hatua. Nikijua mahali ninaelekea. Maana nimetambua nikienda kwa njia haifai, nitaanguka, nitatoka. Nikwambie mwanarika anawindwa na shetani usiku na mchana. Anawindwa na shetani usiku na mchana. Na mitego inategangwa hivi. Ukitegewa hii unakuja unapita. Anasonga mbele anakutegea hii. Anajua hii umeelewa hiyo side tunatumia. Anatega ingine ikikaa si. Unakuja hivi ukienda unashindwa hii njia inaenda namna gani? Kumbe ni mtego unapita. Anaweka ingine na kaa vi. Yaani anakujaribu na njia zote. Na wewe badala ya kukaa katika kutengeneza ushirika wako na Mungu, ili Mungu anene na wewe na ujue mahali ambapo mitego imewekwa ili akusaidie kuovercome. Utajua namna gani umewekewa mitego. Usipokaribiana na yule ambaye anakuwezesha kushinda hiyo mitego, utajua namna gani. Si utapotea tu na kuwa upotee. Ulikosa kujua kuna mtego pale. Mungu akaendelea kupiga kengele. Kuna mtego mahali anapigia mtu kelele, kengele asikii. Badala ya kuingia. Na saa zingine hata unasikia ndani yako unasumbuliwa kuomba. Unashawishika. Unasikia roho Bwana unashawishika kuomba. Badala ya kuomba hata kama ni kwa nyumba yako unasema wacha kwanza mimi nipumzike Bwana. Si nimekula ya nini imebakia, wacha hata ukumbuke hata kusoma neno. Badala ya wakati kama huko. Kuna mpendwa mmoja aliingia katika maombi na 30 time. Wakati huo alikuwa kuna mtu alikuwa kwa kanisa anataka huyo dada na hakuwa ameokoka vizuri, lakini alikuwa anaifanya ameokoka. So huyo dada siku moja wakaongea na huyo mtu akamwambia, unajua mimi nataka nitumikie Mungu, sitaki maneno mingi.
wachana na mimi kwanza nitakuja. Akamwambia hapana, hata siku moja nikuja, akamwambia usikuje kwangu mimi tafadhali. Tutaongea kwa kanisa, wachana nayo hapo. So dada akiwa kwa nyumba, siku moja akasikia tu, anasikia katika roho yake anataka kuomba, anashindwa. Na hii ni nini? Alikuwa anataka kupika, akasema wacha chakula ikae, sitapika. Akawachana na masufuria na akafunga nyumba, akaanza kuomba. So alipoendelea kuomba, Mungu akamfunulia kuna jamaa katika kanisa mahali fulani anakuwinda wewe, na akiingia kwa hii nyumba hautatoboa na hautamweza. Akakaa tena, akaendelea kuomba, akaomba, akamwambia Mungu, basi nipatie nini, nipatie mwelekeo vile nitafanya. So siku hiyo usiku kama amelala, akaona tu Mungu akamfunulia jamaa ameingia kwa nyumba, amemshika na amemfunga na nyumba amerudisha mlango. Sasa akashtuka, akamwambia Bwana, sio mimi na Bwana nisaidie. Akaamka akaenda kazi, akawa hana amani. Siku hiyo alipofika kwa nyumba, akaendelea, akasikia ninasikia siko comfortable, akaanza kuomba tena. Mungu akamnenea, akamwambia toka hapa kwanza uende, kwa sababu ya maisha yako. Akasikia ile sauti tena, akasema hii sitadharau. Alitoka akafunga na akaenda kwa sita yake mwingine, akaenda kulala huko. Usiku kitu saa 7 huyu jamaa alikuja kwa ile nyumba. Kufika hakuna mtu, amefunga. Auliza jirani, yule mjana anakaa hapa kwa wapi? Ameenda wapi? Sijui mimi, hata sijui kwa wapi. Unajua ni mtu wa kanisa, saa zingine sijui anaendanga wapi. Ndugu akaenda. Dada akiwa mahali pale ndio alirudi. Kesho yake ambapo kuna mtu alikuwa huko akuulizia. Akaenda anakaa aje, akaelezewa. Alipoendelea kuingia kwa maombi tena, Mungu akamwambia nilikushinda nini? Nilikuokoa kwa huo mtego. Kama huyu dada angekaa tu hivi maisha ya kukaa, angekuja apatikane pale. Na angenaswa vizuri mahali pale. Kwa sababu gani? Adui anajua anakutafuta. Wewe haujui, lakini mbingu inaanza kukufunulia mitego ile iko mbele yako. Usipokaa karibu na huyu Mungu, utasaidika aje? Utatekua mitego aje ikija, na utaijuaje imefika? Kukaa na mbali na Mungu ni mateso. Kukaa mbali na Mungu ni kutafuta vile utaanguka. Kukaa mbali na Mungu ni kujitafutia shida. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye anatafuta uso wa Bwana, kibali cha Bwana kitakuwa juu ya maisha yake kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimalizie mahali, maana masaa imeenda, na najua wengine wako wamekula, wanataka wakule, lakini tutaongea na kiongozi atuambie kama chakula imefika. Kuna maandiko nitasoma pale, alafu kuna pointi nitapeana kwa haraka sana. Na nikimalizia pale tutaambiwa kama chakula itakuwa imeiva tukule, na tujadiliane mambo mawili matatu, alafu tutakuwa tunamalizia mkutano wetu. Nataka nisome kitabu cha Mathayo kifungu cha 25 mstari wa kwanza kuanzia pale. Nitasoma, kuna mambo mawili matatu hapo nitasoma, japokuwa kwa haraka sana, alafu nimalizie na itakuwa vyema kabisa. Kifungu cha Mathayo 25 naongea kuhusu wale wanawali ambao kulikuwa na wale walikuwa na hekima na wale ambao hawakuwa na hekima. Hizo pointi zitapeana kwa haraka na tutabarikiwa sana. Matthew 25. Yes, 25 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema ndipo ufalme wa mbingu utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu, 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Mstari wa 5, hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mstari wa 7, mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo,
maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema nitamalizia pale katika hayo maandiko ambayo umeyajua na ninajua umekuwa ukiyasoma kwa muda mrefu. Yanaongea kuhusu maandiko haya yanaongea kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu, na yanaongea kuhusu utayari ama kujiandaa kwa ajili ya siku ya unyakuzi. Yanaongea kuhusu mtu ambaye amejiandaa na amejipanga na anajua wakati wowote Yesu Kristo anaweza kujia kanisa. Unyakuzi, rapture inaweza take place anytime. Mtu anaelewa unyakuzi wakati wowote unaweza ukaingia. Unyakuzi unaweza ukapatikana. Unyakuzi unaweza ukafika. Mtu ambaye anajiposition kwa sababu ya kurudi kwa Kristo Yesu. Mtu ambaye anajipanga vizuri, maana Yesu Kristo wakati wowote anaweza akakujia kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wangapi ambao wako tayari Yesu Kristo akija leo kuchukua kanisa? Afadhali uko hujainua mkono. Lakini kuanzia leo kirudi katika makutano, Bwana anatengeneza njia zako na utakuwa tayari kwa unyakuzi. Bwana Yesu apewe sifa. Watu ambao walikuwa tayari, kulikuwa na wengine ambao walienda wakifuata wale wako tayari. Sina shaka nikisema katika kanisa kuna watu ambao wako tayari na kuna wengine ambao wanafuata wale wako tayari. Wacha nikwambia, kufuata wale wako tayari kunaweza kwanza kukusaidia kama hutafanya uamuzi wako kibinafsi. Ninajua hili kanisa ya watu wameokoka na wanaenda mbinguni. Wacha niingiane na wao. Wacha nikwambie, multitude kuna mahali inazafika iwe uwezi ikapita. Ni wakati wa mtu kufanya uamuzi wake binafsi na useme, katika moyo wangu nimeamua kumfuata Kristo na sio kufuata ndugu yangu. Ndugu anaweza akapoteza mwelekeo, Kristo hawezi akapoteza mwelekeo. Anasema mimi ndimi njia, nifuateni. Atakaye nifuata mimi ndimi njia, nifuate. Utafika kwa Baba ukifuata Kristo. Na maandiko inasema wanawali hao 5 wajinga, 5 wenye hekima, wote wakawa mahali pamoja. Ni yale mambo ambayo yanaletange utofauti katika mwisho wake. Biblia inasema wakiwa pale wanaenda wakiwa kama makutano. Ni wakati wa harusi, ni wakati kuna harusi. Bwana harusi atakuja, mambo yatakuwa mazuri. Wakaingia pale, lakini walikuwa wanajua ya kwamba solange niko na kile fulani mambo itakuwa nzuri. Wacha nikwambie, usiangalie fulani wokovu wako nje uko namna gani, uhusiano wako na Mungu uko namna gani, ushirika wako na Mungu uko namna gani. Je, wewe umejitakasa katika moyo wako? Wewe uko vipi na Mungu wako? Maana unaangalia watu wengine unasema nitaenda na wao, nitaingiana na wao. Fulani yako pale nitaingia, fulani yako pale nitaingia. Kuna kipimo, mbingu itakuja kupima na itakukata ikuweke kando, kutakuwa na kuaibika. Fanya uamuzi siku ya leo. Ni kweli unasema umeokoka, lakini kuna matendo unafanya yamekaa na kile unaongea. Yanaongea kinyume na kile unaongea. Yanaongea kinyume, yanaongea tofauti na vile unasema. Tenda kile ambacho kinapasa. Rudi katika makutano, rudi katika junction pale katika makutano wa njia, na ulizie njia za Bwana pale ili usaidike. Kukaa katika kanisa ambayo watu wameokoka haimaanishi umeokoka hata wewe. Kukaa katika kanisa ambayo unaona watu kila mtu ako busy na kutafuta Mungu haimaanishi hata wewe uko na Mungu. Unaweza sema wanatafuta Mungu lakini wewe ukose. Biblia inasema wakiwa pale wakaingiana na wale wenye busara, wakasema ni siku ya kungoja bwana harusi. Wakaingia pale na taa zao. Kitu cha kwanza nikisoma pale ni watu ambao
kujipanga na hawakuelewa yule wanangoja wanapata kumngoja wakiwa na nini mkononi. Wakasema bora tuko na taa zinaonekana hapa juu, kila mtu anaonekana ako na taa, twendeni tufuatane na wao wako nazo. Wakasema basi twendeni, tuko wengi. Unaweza kuwa hapa na unasema tuko wengi tunaenda, na hiyo ni watu unasindikiza wanaenda, finally ukuje kutupa nje, na sio vizuri, maana kutakuwa na kilio. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kuingia wakawa ni kungoja bwana harusi, ni kungoja bwana harusi, na Biblia inasema akachelewa. I wish wangekuwa watu connected na mpingo na bwana harusi achelewe, wangeangalia, je, ni kweli amechelewa? Tumejipanga namna gani? Ni kweli tulibeba taa, lakini hebu tuangalieni kama zinaweza zikawaka. Hebu tuangalieni kama zinaweza kuwa na mafuta. Kuchelewa kwa bwana harusi ni muda kidogo umepewa ili ujiandae. Kuchelewa kwa bwana harusi umepewa muda wa kujiandaa mahali ambapo palikuwa paendi sawa, maana hivi karibuni anakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Badala ya kuangalia muda huu nimepewa, kipindi hiki nimepewa cha bwana harusi kukawia, ni nini ninaweza fanya ambacho kitachangia kurudi kwa bwana harusi niwe tayari? Ni nini kitachangia utayari wangu anaporudi? Wakalala. Usingizi ukaja, wakalala. Afadhali waliolala wakijua connection yao na mbingu iko sawa, maana alipofika bwana harusi waliamka na taa zao kuhakisha na kuingia katika sherehe. Bwana harusi hawezi akangoja mtu. Bwana harusi akifika amefika. Bwana harusi hawezi ngoja mtu aende akanunua mafuta aweke kwa taa atengeneze tai wake. Bwana harusi hawezi akangoja mtu. Kama kuna opportunity mbingu imepeana kwako leo, ninasema leo ndio ile siku. Unasema opportunity mbingu imepeana, ninatubu na nirudi katika njia za Bwana, maana wakati wowote bwana harusi anaweza akaja. Biblia inasema na bwana harusi akaja, kelele zikasikika za bwana harusi akija. Ninaona wakiamuka, kelele zinaweza amusha kila mtu. Shida ni kwamba kuna mwenye anaweza amuka akiwa prepared na mwingine anaamuka akiwa si prepared. Kuna mwenye alipokuwa analala, japokuwa usingizi ulimuweza, lakini alilala akiwa prepared. Na kuna mwingine aliweza na usingizi, alikuwa lazy, alikuwa hajui kukomboa wakati, alikuwa na uhusiano na Mungu, alipolala alilala, kuacha kama amekuwa prepared. Bwana harusi akaingia. Alipoingia wakachukua taa zao, ninaona wakiwakisha taa zao, wakasema huu ndio ule wakati tulingoja. Na wale ambao walikuwa wana hekima wanaanza kuuliza Bwana, jameni, tugawieni. Vitu za kugawa haziwezi zikakusaidia. Vitu za kugawa hazitakusaidia. Ingiana na mbingu upate kile kitaweza kukusustain uendelee na safari ya maisha, maana mwenye kupeana ni mmoja na hajapungukiwa. Vitu za kugawiwa hazitakusaidia. Ingiana na mbingu itakupa kitu cha kudumu na utatoboa safari. Biblia inasema kawaambia tugawieni. Kugawiwa inamaanisha nikikugawia zitoshane, yako ikizindika yangu itazindika. Mimi nilikuwa mwerevu nikajaza yangu mafuta, wewe ulikuwa pumbavu ukabeba ikiwa hivyo, maana ulibeba kama ina mafuta. Wakati bwana harusi alikupa muda wa kutesi kila kitu, ulilala pia. Mimi nililala nikijua yangu nikiamka nikuhakisha na kwenda. Wewe ulilala kama ujui kwa namna gani, ukiamka unawakisha wake na na walipoamka wawashe taa. Hawa wakawasha taa zao zikawaka. Hawa wakakumbuka kumbe hatukubeba mafuta pamoja na hizi taa. Zinakuwa useless. Biblia inasema imani isiyo na matendo imekufa. Na sijui ikiwa imekufa itaitwa imani ama itaitwa nini, lakini inasema imani isiyo na matendo imekufa. Tunaita imani ama tunaita nini? Maana imekufa. Unabeba taa na ina mafuta, unaenda kungoja bwana harusi, taa ni picha tu umebeba, haina mafuta ndani yake. Na unasema tunamngoja, anachelewa wapi?
tunamngoja anapaswa kuwa amefika, tunamngoja bwana harusi. Mzee, unaendelea kumngoja ni sawa, hata mimi ninamngoja. Taa yako iko na mafuta ama haina mafuta? Muda umepeanwa. Tengeneza taa yako, weka mafuta, ifanye kuwa tayari, ana bwana harusi wakati wowote anakujia kanisa lake. Bwana Yesu apewe sifa. Je, Kristo akikujia kanisa lako, umejiposition vipi? Hiyo taa iko na mafuta ama ni picha umebeba ili uonekane? Mkitaja wale wako na Biblia, hata mimi niko nayo. Mkitaja wale wanaenda kanisa, hata mimi mtaniona. Mkitaja wale wako na ushuhuda, ninaweza nikakushuhudia. Lakini swali ni je, imani hii uko nayo iko na matendo ndani yake? Hiyo ni swali. Maana kama haina matendo imekufa, japokuwa inakaa kama imani. Huko na vijana nowadays kanisani, ni kijana lakini si kijana. Msimamo wake hajatangaza vizuri, hajafanya uamuzi, hajatangaza. Ni kama yeye ni kijana, ni kama si kijana. Ni kama anaenda mbinguni, ni kama haendi mbinguni. Ni kama anaishi maisha matakatifu, ni kama anaishi maisha. Umesimama wapi? Uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Biblia inasema wakawakisha taa, wakaingia katika harusi. Waliokuwa hawana mafuta wakakimbia kutafuta mafuta. Mtu anaweza kufanya the right thing lakini the wrong thing. Mafuta haya yanaenda kununuliwa, ni vizuri kununua mafuta muweke kwa taa. Lakini kwa wakati ambao haufai, maana tayari bwana harusi ashafika na ashaingia ndani, na katika kuenda kwao mlango ukafungwa. Waliokuwa kwa harusi wakaendelea na harusi, waliokuwa nje wakakaa nje. Waliporudi kubisha bwana harusi ikawa haiwezekani, wakaambiwa endeni mkae nje. Wale niko na haja na wao wako ndani. Je, uko ndani ya wokovu? Je, uko ndani ya Kristo? Yesu ako na maana sana na anaudhamini sana wokovu wako. Kaa ndani ya Kristo Yesu. Endelea kutumikia Bwana. Ushirika wako na Yesu unapendeza. Endelea kumwabudu Bwana. Endelea kusoma neno. Kaa katika Kristo. Walio ndani wakafungiwa pale, walio nje wakafungiwa nje. Ikawa ni kilio. Kwa sababu gani? Waliendanisha na watu ambao wana maamuzi ya kwenda mahali, lakini wao hawakuwa nayo. Uamuzi ni kitu cha maana. Bwana Yesu apewe sifa. Understand who you are. Understand who you are. Jielewe wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Kukosa kujielewa kunaleta shida. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema waliporudi maandiko inasema walipata mlango umefungwa. Na wakaambiwa, tarudia huo mstari. Wakaambiwa nitausoma. Nao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Ninaona wale wakati ule bwana harusi alikuja saa zile wameenda. Walipoenda bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Waliokuwa tayari wakaingia naye harusini. Mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine. Wakasema, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuja kuchelewa, japokuwa walifika mapema. Shida ilikuwa nini? Hawakujipanga. Walifika mapema, lakini wakarudi tena kwa sababu ya kutokalculate mahesabu ya masaa, kuridimu wakati. Wakarudi tena. Wangejipanga vizuri, wangekuwa watu wanajua mahali wanaenda, wangejipanga wajue, ninahitajika kuenda kazini. Mahali naenda kazini, nahitajika niwe na kitambulisho, nahitajika niwe na hii, nahitajika niwe na hii, na pia nifike saa fulani. Wangejipanga hivyo, hakungekuwa kurudi kwenda kuchukua mafuta. Walipoendea mafuta wakachelewa. Bwana harusi akafika, mlango ukafungwa. Ukawa ni kilio. Akawaambia, nyinyi siwajui. Kitu kidogo kinaweza sababisha mbingu iseme haikujui. Wakaambiwa, nyinyi siwajui.
Kwa sababu gani? Hamko ndani, mko nje. Ninajua wale wako ndani, nyinyi siwajui. Walio ndani walivumilia, walio ndani walijikana, walio ndani walifanya uamuzi, walio ndani walienda gharama, walio ndani walisema afadhali tubebane na mafuta ya kutosha mpaka hizo sherehe ziishe. Ndio niko nao ndani. Walio nje siwajui. Mbingu ikasema iwajui. Si furaha yangu kwa katika upande ule ujulikani na mbingu. Ingia ndani. Jua mahali uliachia njia, rudi mahali pale na mbingu itakushikilia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukawa na kilio maana walifungiwa nje. Nataka uchunguze maisha yako. Angalia, je, kuna kitu kidogo linaweza kuwa linafanya kinakwaza mbingu na ifanye nifungiwe nje? Hawakufungiwa nje kwa sababu hawakuwa na taa. Taa walikuwa nazo. Hawakufungiwa kwa sababu walifika kama wamechelewa. Walifika mapema pamoja na wale walikuwa ndani. Lakini shida ni moja, taa zao hazikuwa na mafuta, ikafanya wafungiwe nje. Kitu kidogo kinaweza kikakutoa katika uwepo wa Bwana. Mpendwa, malizana na kile ambacho kinaweza kukutoa katika uwepo wa Bwana na urudi katika makutano ya njia. Ulizia njia za Bwana pale na utapata raha katika nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nisome pointi ngapi kwa haraka kama utaandika. Na utabarikiwa sana. Zingine nimezirudia katika kuhubiri. Ipata nimeirudia utaipita hivyo. Kujielewa wewe ni nani. Kitu cha kwanza, fear the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Fear the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ile hali ya kumcha Mungu. Kuna ile hali ya kukaa karibu na Mungu. Mche Mungu. Fear the Lord. Namba la 2. Hii inasema ready to serve the Lord. Be ready to serve the Lord. Be ready, yani kuwa tayari kutumikia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa tayari kutumikia Mungu in season and out of season. Kuwa tayari kutumikia Mungu. Kuwa tayari kufanya kile kinaendanishwa na Mungu. Kuwa tayari, usisukumwe, usilazimishwe. Be ready to serve. Be ready, kuwa tayari kuishi maisha ya kutumikia Mungu. Namba la 3, count the cost before you do what you want to do. Hesabu gharama. Hesabu gharama kabla hujafanya kile ambacho unataka kufanya. Kabla hujafanya, maana maandiko yanasema katika kitabu cha Luke, tutasoma, unajisomea Luke kifungu cha 14. Isende 14, kifungu cha 14 mstari wa 28 kuanzia pale kuteremka. Kuna mtu alitaka kujenga nyumba na akakaa chini, akasema nitafanya hesabu, nijue itabeba gharama kiasi gani ili nikiingia katika kujenga pasije pakapatikana hivyo. Na ndio nimekwambia hesabu gharama. Ujue wokovu unaoingia unahitaji mtu anaweza kuhesabu gharama. Ujue ninahitajika mahali hapa, vingine nitaenda hasara, lakini lazima nilipie gharama hii, maana ninatambua uhusiano wangu na Mungu. Biblia inasema mtu huyu akafanya hesabu, akajua nyumba ninayoitaka inabeba material ya aina hii, inakuwa na uzito wa aina hii, msingi wake utakuwa mzito wa aina hii, na akafanya hesabu, akalipia hiyo gharama. Akajua sasa nikijenga sina aibu yoyote, na haitakuja kukatikia katikati. Kwa sababu gani? Nilihesabu gharama. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni mfano Yesu akapeana, mtu akitaka kwenda kwa vita, kupigana vita. Niko na maaskari 10 na mwingine ako na maaskari 1000. Nitafanya hesabu nione ninaenda kupiga watu wako na uwezo wa aina gani wa vita. Je, nitatoboa ama nitaaibishwa? Je, nitatoboa ama nitashindwa? Fanya hesabu kabla haujafanya kile unataka kufanya. Kaa chini na akili yako na mawazo yako na uite mbingu pale. Fanya hesabu ya kile unataka kufanya ili usije ukaharibika. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kuna mtu anataka kuoa, kuna mtu anataka kuolewa, sikatani. Kaa mahali na ufanye hesabu, na utasaidika sana. Nimesoma hicho ni kitabu cha Luke 14:28. Namba 4 nimeirudia mara nyingi sana. Inasema redeeming time. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo nimeirudia tangu nianze. Kuredeem wakati, kukomboa wakati. Utakuja kupita na mambo mengi kwa sababu ulitumia wakati vibaya. Dakika ambayo imetumika imepita na utaiona katika maisha yako. Madakika tulioingia mahali hapa yamepita na hautayaona mahali, yameshapita na imeisha hivyo. Usipokomboa wakati utaupata wapi tena? Redeem time. Komboa wakati. Maana siku hizi ni siku za wokovu. Komboa wakati. Ishi maisha ya kukomboa wakati.
jua linahitajika mahali fulani kwa wakati fulani. Nikimaliza kile cha kufanya pale, mimi ni mtu niko na hekima, niende mahali fulani, nimalize kile, nitoke pale, niende mahali fulani. Mpendwa, kama hiyo uwezo kumpata akikaa kwa masengenyo, maana programu yake hakuna mahali pameandikwa masengenyo. Ni kutoka hapa kwenda kwa nyumba, ni kutoka kwa nyumba niende kwa kwaya, nikitoka kwaya napitia kwa hapo, nichukue kibeti yangu niende hapo na nifike kwa nyumba, nipike, nikula, nisome neno, niombe. Mtu huyu utampata kwa masengenyo. Programu yake haina hizo vitu. Maneno ya kubebwa kama upepo inatokea wakati mpendo hana programu yoyote, maana anatumia wakati vibaya. Ukipata wandugu anaenda hivi, mnaenda wapi? Tunaenda kazi, anasikuona na wewe. Haya, twendeni. Sasa ujui wanaenda wapi kufanya nini? Ni twendeni, unaenda na wao. Unabebwa kama upepo. Kwa nini? Hauna msimamo na hujui kukomboa wakati na hujajipanga vizuri. Ungekuwa unajua mahali pa kwenda, ungewaambia endeni tashi na msalimiane, nilikuwa naenda pale. Mtu aliye na hekima. Ujui hiyo kazi wanaenda wapi kufanya nini? Na unatoka na wao, twendeni basi. Na mlikuwa mnaenda wapi? Tunaenda hivi, tunaenda hivi. Na zinaona kwa siku, twendeni, wewe si mwanaume. Komboa wakati na ujifundishe kuwa mtu ambaye anajidiscipline katika kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Jifundishe kuwa mtu ambaye si wa kutumia muda, maana umetokea ndio nifanye chochote kile kitakuja. Wewe si upepo, wewe si makapi na peperusha na upepo. Wewe ni mtu ambaye amebeba ufalme ndani yake. Lazima uelewe wale wanaenda hivi waende, mimi nilikuwa naenda hivi. Timetable yangu inasema nikitoka hapa nitaenda hapa. Timetable yangu inasema nikitoka hapa nitafika hapa. Ni kwa nini ufuate wale wanaenda hivi na ulikuwa unaenda hivi? Ni kwa sababu hujui kujipanga na hauna time za kutumia wakati wako vizuri. Unatumia vile unataka. Wakati unatumia vibaya utakuja kutafuta. Kukomboa wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anayekomboa wakati mara nyingi afadhali achague kukaa karibu na Mungu, kukaa karibu na Mungu, kukaa karibu na uwepo wa Mungu. Kwa sababu watu watakudisappoint, watu wataongea mambo mengi. Saa zingine inakubaliwa hata kama unaenda kazi, unatembea miguu, kama unatembea miguu na wale ile group unaenda nao wanaongea nonsense, wanaongea vitu hazina utukufu. Dada, afadhali utangulie mbele ama urudi watu nyuma, ukuje pole pole ukiimba nyimbo za kuabudu. Ni kwa nini inajifanya ati lazima uingiane na wao? Na masaa si eti imeenda sana, unazapitia mahali pabaya. Enda na mahali ambapo unajua nikitembea hivi niko na mbingu hata kama wako mbele. Kuna wakati mimi nikienda nilikuwa naangalia, nikiona mtu, wale watu tunaanganisha na wao, mimi tunafanya kazi mahali pamoja, tunatoka kazi ama tunaenda na tumepatana kwa njia. Nipate hii group kile inaongea hata kimtukuzi Mungu. Afadhali nianze kusleki. Afadhali nichukue simu kwanza nini. Endeni nijua tu zile mko, mimi nimeachwa, twendeni sasa. Maana nikiwa peke yangu ni afadhali sana, maana nitakuwa connected yana zaidi. Maana yale maneno mnaongea yana msaada. Yale maneno mnaongea yanabomoa. Yale maneno mnaongea yanavunja uhusiano wangu na Mungu. Tena ninasikia na nanimaliza. Afadhali nikae peke yangu na niendelee kuabudu. Ni wewe Bwana, ni wewe nikitembea. Bwana ninakutukuza, wewe ni Mungu mkuu. Nitakuja nifike na nikiwa nimejazwa na nguvu za Mungu. Wacha wao wakae na ushirika huo. Mbona unajiingiza na wao na unataka kuchangia? Kwa sababu gani? Haujui kukomboa wakati. Ungejua kukomboa wakati, nyakati zile nyingi ungetafuta zingekuwa ni zile zako na Mungu. Lakini kwa sababu ya kufeli kuelewa, unatumia wakati vibaya. Na unaanza kusema mambo yanaenda vibaya kwangu. Ni nini iliharibika? Wewe ndiye uliharibu kila kitu, maana hujui kukomboa wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Redeem time ilikuwa number 4. Ile ingine inasema be alert in the spirit. Be alert in the spirit. Napo mbele unaweza andika prayer, read the word, kesha, etc. Mambo kama hayo. Kuwa alert in the spirit kwa sababu inakusaidia. Ninakuja nikimalizia. Be alert in the spirit. Chochote kikitokea kama uko alert katika your spirit, unajuanga na utasaidika kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa alert katika your spirit, kuwa connected na Mungu. Nena yale mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Tafuta ushirika wako na Mungu. Soma neno. Penda kukaa na ushirika wako kuwa na Mungu wako na Mungu ukiwa karibu sana kuliko everything else. Utakuwa alert in the spirit.
Na lolote likitokea utajua jinsi ya kulishinda. Lolote likitokea haitakuangusha, lakini utaiangusha na itakuwa vyema. Nataka nisome kitu kingine ili hiyo imekuwa number 5 na number 6 inasema number 6, avoid secret sin. Yaani dhambi ambayo imefichwa ndani. Kuna dhambi ambazo za siri zinafichwa ndani, mtu hawezi akanana kutoa. Hii ni shida. Avoid kitu kama hicho. Avoid hizi dhambi za kufanya na umeficha. Na unakuja kanisani unamwambia Bwana nimekuja sasa. Sasa ndio Bwana nimekuja. Ulikuwa wapi? Sasa ndio nimekuja. Dhambi ya kuficha itakukula polepole ikumalize. Itakukula polepole ikumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimalizie na ya mwisho, nimesema nitaenda kwa haraka. Ya mwisho ni ya 7. Ndio ninamalizia nayo. Inasema get ready to be rewarded. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye anatenda mambo hayo si akuwe tayari kukuwa rewarded. Amen. Mtu ambaye anaishi maisha ya kumpendeza Mungu si akuwe tayari kukuwa rewarded. Bwana Yesu apewe sifa. Si ukuwe tayari kuwa rewarded kwa sababu utakuwa umetenda mambo ambayo yanampendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Si ukuwe tayari kuwa rewarded. Kuna jua reward. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanarika, mbingu inaweza ikareward mwanarika. Mbingu inaweza ikareward msichana. Mbingu inaweza ikareward kijana. Be ready. Kuwa prepared, maana mbingu itakureward. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaongea na ili nikaanze pale. Nataka kurudi katika makutano ya njia ili nikaulizie njia pale. Nataka kurudi katika njia za kwanza nikaulizie kutoka pale ili nikapate raha katika nafsi yangu. Nataka kuishi na maisha ambayo yanapendeza Mungu. Nataka taa yangu ambayo ninabeba ikawe na mafuta ili nisije nikafungiwa nje. Nataka nikabebe na mafuta pamoja na taa ili nisije nikafungiwa nje. Mbingu itakuriwai kwa kila kitu kizuri ambacho unafanya. Mbingu itakuriwai kwa kukaa katika uwepo wa Bwana. Mbingu itakuriwai kwa kuishi maisha yanayopendeza. Mbingu itakuriwai kwa kukaa katika njia za kupendeza Bwana. Mbingu itakuriwai kwa kuishi maisha ambayo ni ya kutegemea Mungu. Mbingu itakuriwai kwa kujifundisha kukomboa wakati. Mbingu itakuriwai kwa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya leo ninataka kumalizia pale. Ninajua kuna mahali umesikia neno ikakusaidia. Kuna mahali umesikia kitu kikakusaidia somewhere. Kuna mahali Roho wa Bwana ananena na wewe urekebishe. Kuna mahali Roho wa Bwana ananena na wewe urudi katika njia. Kuna mahali Roho wa Bwana ananena nawe anakwambia kulingana na neno hili rekebisha mwenendo. Kulingana na neno hili rudi katika njia. Kulingana na neno hili rudi ili nisikuache. Maana Yesu anakujia kanisa. Rapture imekaribia. Anytime Yesu anaweza kujia kanisa. Ako tayari kukujia kanisa. Je, kanisa iko tayari kwenda naye? Ako tayari kukujia kanisa. Je, kanisa imejiandaa kwenda naye? Ni swali unapaswa kujiuliza na nijiulize. Je, umejiandaa kwenda na Kristo ama umejipangia kuachwa? Ninajua kuna mahali umesikia. Ninataka nikarekebishe. Nataka katika kufika pale tutakuwa na kipindi cha nitakupea muda. Nitakupea time. Utajua vile utaongea na Mungu. Mwambie Bwana katika hayo yote ni sawa, lakini hii moja nimeona hii haiendi sawa. Katika hayo yote niko sawa, lakini katika hii moja kuna mahali sifikii. Katika haya yote niko sawa, lakini katika hii moja kuna mahali siyakaribia. Katika haya yote niko sawa, lakini Bwana hii moja inanitoa kwa laini yako. Katika haya yote niko sawa, lakini hii moja imenidisqualify. Katika haya yote nimefanya na nimeyatimiza, lakini kumebakia moja hivi nikiitimiza nitapata raha katika nafsi yangu. Jioni ya leo tutaenda kusongea mbele za Bwana. Ni wewe unajua vile utaambia Bwana. Mahali ambapo unaona kuna mahali umemwachia Bwana somewhere. Kuna mahali uchaenda vizuri. Kuna mahali uliacha. Kuna mahali ulifanya bila vibai. Ni wakati wako ukamulilia Bwana. Jioni ya leo Bwana anaturudisha katika makutano, na kuanzia pale tutatembea na yeye, na uwepo wa Bwana utadumu katika maisha yetu kila wakati, na tutapata raha katika nafsi zetu. Bwana Yesu apewe sifa.